Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iendelee kuwa nawe mpendwa wa msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kupatikana kwa wakati huu. Tunakaribisheni kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Habari zetu ambazo zinagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti zinaripota wetu kutoka eneo tofauti. Mchumbe wa mkulima na Fatuma ndio jina langu. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Sudi wa Sudi Valente. Karibu Sudi. Aya, asante sana kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kuweza kunipa fursa hiyo ya kuwajuza wasikilizaji wetu kurasa wa habari muhimu. Hivyo tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa baba mmoja aliyejulikana kwa jina la Oredi Bokabo, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tarehe 2 Oktoba mwaka 2025 mida ya saa 1 usiku katika kata la Mshimbaki mjini Baraka. Lakini pia tutakuwa na habari za uko Uvira zisemazo kuwa kabla ya serikali kuu ya Kinshasa haijaweka utaratibu maalum juu ya kutofautisha nani mzalendo na nani siye, raia wa Uvira wataendelea kuwa wahanga wa usalama mdogo. Ndivyo amesema hayo Bwana Emmanuel Abedi, mratibu wa vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira. Katika habari za kitaifa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Japan wamefanya makubaliano ya chakula ambapo nchi ya Japan itatoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 2.6 kwa ajili ya kusaidia chakula katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi utaweza kusikiliza ripoti yake Safari Masi pamoja naye Isaac Amrucha Ashibe. Leo ndio niliandaa kwa siku ya leo kuna kurasa wa habari muhimu mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Asante mwenzangu Sudi wa Sudi Valente. Wacha sasa tuingie kwa undani wa habari zetu siku ya leo, tukianza na katika mji wa Baraka. Uongozi wa shule za sekondari mjini Baraka wanalalamikia ucheleweshaji wa malipo ya ada ya wanafunzi ambao wanasema nasumbua mchakato wa malipo ya walimu. Asokolo Mtambala Jean ni kasisi wa shule la sekondari Mwenge wa Taifa, amezungumza nasi na ambako aliomba wazazi wa watoto kulipa pesa mapema ada ya shule kabla watoto hawajafukuzwa mashuleni. Asokolo Mtambala Jean amezungumza na mwenzetu Isaac Mulucha Ashibe na kueleza afuatayo. Na isingekuwa vizuri watoto kwa wanafukuzwa kwa sababu ile pia inaleta mafujo katika mji wetu wa Baraka. Wakati na watoto wote wanafukuzwa inakuwa kama hailete samani ya masomo. Malipo, siku za malipo ni kuanza tarehe 1 mpaka tarehe 25, lakini wazazi wengi hapa kwetu wanasubiri mpaka tarehe 25 ndio waanze chunga watoto walipe. Na watoto wao tena katika mashule wanatuambia kama mtufukuzi wazazi hawatalipa. Yaani kwa kama masomo watoto wanakuwa katikati ili kubembeleza masomo yao ili walipiwe kwenye masomo, wao wenyewe wanatuambia mtufukuze ili wazazi wetu walipa. Na hilo kwa kweli kero kwetu kuona kwamba kwa mtoto alipiwa ada za shule mpaka tumfukuze mtoto. Kumbe kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 25 tunaweza kuwa namba wazazi wao na jitahidi zile siku wanalipa, ili na sisi kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 13 tunajua jinsi ya kulipa walimu wetu. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu ni kwamba baba mmoja aliyojulikana kwa jina la Oredi Bokabo, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tarehe 2 Oktoba 2025 mida saa 1 usiku katika kata la Mshimbaki mjini Baraka. Visa vya mauaji viendelea kuripotiwa kwa kiasi kikubwa katika mji wa Baraka na kupelekea raia wa eneo hili kuwa na wasiwasi mkubwa. Akizungumza na redio yako Bwana Asumani Kiza, ndugu wa marehemu wamesema kuwa
Ilikuwa mida ya saa 1 za usiku ndipo watu waliwasili nyumbani kwa marehemu na kumfyatulia risasi baadaye na kwenda sehemu isiyojulikana. Huyo mwenye anapewa masasi hapa ni mkubwa yangu. Alipewa masasi na saa 1 kama vile na dakika 15. Marehemu alitoka hapa kwake akaenda nunua mamega. Baada ya kununua mamega akabakia pale muda mfupi anachunguza mambo ya telefone. Basi ilipofika saa 1 ya usiku na dakika 2 akarudia haje kwake nyumbani. Baada ya kurudia alifika nyumbani kwake, alikuta watoto walikuwa nje wanaangalia video kwenye telefone. Basi aliwasalimia na baada ya kuwasalimia akaingia ndani mnyumba. Basi kuingia nyumba akaketi kwenye kiti chake ndani ya nyumba. Baada ya hapo tu kulipita kama vile dakika 10, waliokuwa nje wakasikia ngurumu ya risasi la kwanza, baadaye likafata la pili. Basi wale watoto wenyewe walikuwa nje wakasambaratika na kushituka. Yeye marehemu ndani akalalamika na baada ya kulalamika akaanguka chini. Basi mtoto wake mkubwa mwanaume alikuwa nje akakuya mbio haangalie kama baba yake alilalamika aje, na ndipo alienda gundua kama baba alikuwa alishalala chini huko anavuja damu za mingi sana, na alipomgusa alijikuta kama baba alikufa hapo hapo. Ndo mtoto akatoka nje akaendelezea watu wengine wa jamaa, wa dada zake, mama yake na tate yake aseme baba ndani amekwisha kufa. Ndo wakakuja mbio kuingia mnyumba na kushuhudia tukio, kuona kama baba ni kweli amekwisha kufa. Balionekana kuwa watu wawili usiku kwenye moto ikasimama pembeni ya parcele kubarabara, na baada ya moto kubakia pale kukabakia umoya kubarabara na ungine mwenye kuvalia koti juu, ilikuwa busiku tu ya kawaida. Akashuka akazunguruka nyuma ya nyumba, na alipozunguruka nyuma ya nyumba ndo alitimiza hiyo lengo yao, wakampiga masasi kupitia kudirisha. Hapa tunajua kama hakuna tatizo yote ile kujirani. Pamoja na hivyo mjama hamuna kiajabu keki ilikuwa ila anketi ngali tafanyiziwa ile bagundue nini kabisa kenye kilifanya kitendo. Tuangazie huko Mukera. Ni kwamba mkuu wa kijiji cha Mukera na kando ndani ya sekta ya Mutambala Mboka Ishie Tumbula wa 13 ameomba raia wanaosafiri kwenye barabara ya Simbi Mukera kuondoa shaka, kwani usalama unaimarika kupitia vyombo husika. Kwa mujibu wake ni kwamba kitendo cha hivi karibuni ni cha watu wawili waliokwenda sokoni na kuingia katika mikono ya wanyang'anyi na kuporwa pesa na hata wengine kujireuliwa. Mboka Ishie Tumbula wa 13 ameongeza kuwa swala la usalama tayari kushughulikiwa na vyombo vya usalama ili kuhimarisha usalama wa raia katika maeneo hayo, hasa wasafiri. Mboka Ishie Tumbula wa 13 amezungumza nasi kupitia simu na kueleza yafuatayo. Sasa hivi usafiri uko tulivu. Ile siku ambayo ilikujuza ndo ambayo walipora wanawake wawili na mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa anavaa mavazi ya raia, alikuwa akienda sokoni. Alafu wakaingia mikononi mwa waizi wenye kufikiria silaha, wakawaiba kitita milioni 3 na laki 2 na simu, na mama mmoja ya kuitiwa kwa jina ya Ongwa wakamupiga kisu chini na bega. Hivi mama yuko mahututi kwenye hospitali kuu ya Fizi ambako alipelekwa. Hiyo ndo hali ya uporaji ambao ulipitikana wiki njia ya Simbi, na kwa sasa njia ikingaliki na usalama kidogo, sababu hawezi watu wanabaga siku fulani kutaiba. Ndio hivyo ndo mtangazaji. Ndio vyombo vya usalama vifanya doria, tembea maana popote kutafuta wezi. Kwa sasa bado hawajapatikana, lakini walipanga mikakati ya wao na walio Simbi kwa kufanya ulinzi dhana na wezi wasisumbue baadhi ya wasafiri. Je, hiyo mesure itasaidia kabisa juu ya kugarantire security ya raia mwa hiyo axe huko? Ndio wakaikamata kwa makini kabisa, watumikie raia kama vile walivyojitoa kwa kutumikia raia. Nadhani
usalama utakuwepo. Ndio mawazo ya kurenforcer security yapo. Kulingana na hivyo, mikakati iko, raia watambua kama vyombo vya usalama vinashughulikia masuala kama na yale, ili wezi utokomezi kabisa wanapita na usalama. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Labda kabla michezo, siku ya Jumamosi kuna mechi ya kirafiki kati ya klabu ya Academy Michel zidi ya muungano wa wachezaji katika mji wa Baraka. Omari Makelele Ozil, karibu na mengi zaidi. Naam, barabara kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo nikumbushe wasikilizaji kuwa navalia namba 14 mgongoni yake mchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba adhabu ya kutokujihusisha na mambo ya soka ambayo ilikuwa imetolewa kwa kocha Evariste Mwevi tayari imeondolewa. Adhabu hiyo imeondolewa kutokana na mazungumzo iliyopitika kati ya eneo la michezo la Baraka za serikali de Baraka pamoja na shirikisho la soka tarafani Fizi na mji Baraka FE. Kwa hiyo kocha Mwevi ameteuliwa rasmi kuweza kuanzisha mambo yake ya soka katika mji wa Baraka na atasimamia mchezo ambao utaweza kupigwa mchana wa siku ya Jumamosi tariki 4 Oktoba 2025 katika uwanja wa Lumumba kati ya muungano wa wachezaji wa Baraka zidi ya klabu ya Academy Michel katika uwanja wa Lumumba. Tayari sasa kocha Mwevi yuko huru kuweza kujihusisha na mambo ya soka katika mji wa Baraka na sehemu zote za tarafa la Fizi na jimbo nzima la Kivu ya Kusini. Na vile vile katika habari zingine ni kwamba klabu ya Simba Sport Club hapo nchini Tanzania tayari imekamilisha makubaliano rasmi na kocha mkuu wao mpya na atatambulishwa siku yoyote kuanzia sasa. Taarifa rasmi na majina kamili ya kocha huyo itaweza kutolewa na uongozi wa klabu hiyo ya hapo nchini Tanzania hivi karibuni. Na kwingineko ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limezindua rasmi mpira utakaotumika katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026, mpira uliopewa kwa jina la Trionda ambapo una teknolojia maalum. Mpira huo unaitwa Trionda. Trionda ni neno la Kihispania linalomaanisha mawimbi matatu, ikiwa ni ishara tosha kwamba kombe la dunia linaandaliwa na nchi tatu. Mpira huo una rangi tatu, ikiwa ni rangi nyekundu, kijani na rangi ya blue, zikimaanisha nchi tatu zitakazoandaa kombe la dunia mwaka 2026 ambapo nchi hizo ni pamoja na Canada, Mexico pamoja na Marekani. Habari mbaya kwa mashabiki wa klabu ya FC Barcelona ni kwamba winga wa klabu hiyo ya FC Barcelona Lamine Yamal amepata tena jeraha kwenye eneo lile lile la awali na kuna mashaka kwamba mchezaji huyo anaweza kukosa mchezo wa Jumapili dhidi ya klabu ya FC Sevilla. Vile vile kocha Graham Potter amekataa ofa ya kujiunga na klabu ya Manchester United ikiwa kocha Ruben Amorim ataamuliwa kufutwa kazi katika klabu hiyo ya Manchester United. Tumalizie na hizi habari zisemazo kuwa ligi tano kabambe katika bara hilo la Ulaya zitaanza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi. Pale Uhispania watakuwa katika wiki ya 8. Real Madrid majira saa 3 za usiku watawakaribisha vijana wa Villarreal na Atletico Bilbao katika uwanja wa San Mamés watawakaribisha vijana wa Real Mallorca. Na vile vile pale katika nchi ya Uingereza ni wiki ya 7. Mapema majira saa 7 na dakika 30 klabu ya Leeds United watawapokea vijana wa Tottenham Hotspur na klabu ya Manchester United majira saa 10 kamili jioni watakuwa vikali dhidi ya Sunderland. Arsenal the Gunners watakuwa vikali dhidi ya wapiga nyundo West Ham na Chelsea the Blues majira saa 12 na dakika 30 watakuwa uso kwa uso dhidi ya majogoo hapo nchini Uingereza ambao ni Liverpool. Naweka nukta katika habari za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, hii ambayo unaendelea kuitegea sikio ni idhaa ya Kiswahili ya redio ya kijamii Kivu na unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na hivi sasa tuangazie huko Uvira. Ni kwamba kabla ya serikali haijaweka utaratibu maalum juu ya kutofautisha nani mzalendo na nani asiye, raia wa Uvira wataendelea kuwa wahanga wa usalama mdogo. Ndivyo amesema hayo Bwana Emmanuel Abedi, mratibu wa vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira.
Maneno hayo ameyasema kutokana na vitendo vingi vya mauaji ya kutumia silaha na kuendelea kushamiri, huku inakuwa ni vigumu kufahamu nani mhalifu. Wakati hayo yakijiri, vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira inahamasisha jamii kuepukana na kutembea usiku ili kuepuka na maafa ya aina hiyo. Emmanuel Abedi amezungumza nasi kupitia njia ya simu na kueleza yafuatayo. Mimi nishakuelezea kama Uvira pole mama ishakosa vile kila mtu anakuwa anatembea peke yake, donc chaque personne avec son arme, mtu kama mapapa unaona kwa bunduki na ba fo wote wanaprofite kwa mtu yuko mwizi anaprofite na kutoka na silaha yake mnyumba, donc kukwele ma zari msien contrôler et que tu vas pas le bien contrôler, mtu analewa sana na wanaanza kupiga risasi, donc ikike conflict kidogo na mtu anafungula sefe yeye ndio njala tena kwa kopia kutimida na raia, donc kwele mabiti mwa previga leo parce que mimi siwazi kama bon par des seuls bon mzalendo anaweza kuwa mwili hali ya kukasa population. Sino ni zile mapreviga leze zile zitoka Stuma Centrale zetu zinachafa ile mabuyanke mkizalendo. Iresama watu la reseo mmoja kor ambapo zipoteza maisha avec des balles perdues. Wakati unakuwa tembea kwa la bala sasa ya ukamata tena ndio kwa kanke pale mtu alipiga. Donc tushakuwa na makaza mengi sana zenye mpigo na kufanya mabali perdues. Ndio maana kwa kwa maisha ya population inafika kawaida c'est-à-dire rasirez-vous na kwa kunyumba parce que chakoma usiku ile kuna des fleurs na yeye pour le moment Uvira kuna problème ya courant, donc hakuna mwangaza tena. Ça veut dire aussi wale bayaya ndio wanajipanga kanjia wanakuwa wanafanya maviti ya intimidation na kucha akarashi ukicha na kunyang'anya huko na vitu mikono na vibeba. Sasa ile kupona leo kwambia watu wako na ile ma reserve ya kutembea na sport kama ruki wa facility basi kwa victime ile mama na matakatifu sasa watu wanafanya fulani ni mtu wa Uvira. So nawaza kama sisi kama na serikali tuko wa collaborant. En fait, anasema kazi linde nani ndio kulinda. Watu wasema sema ni expose parce que serikali iko. Na wakati serikali yenyewe haisikii kurasiri kila mtu, polisi ukikala kumlango yaji kuna mchungaji nyumba yake, paro usiku kwele fikaena, no efficacité si ya maelemen na approprié kufanya ile kazi. Malgré que nous sommes dans des besoins opérationnels, quand même donc raia iko na haki ya kuwa naishi mzuri na amani. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Japan wamefanya makubaliano ya chakula ambako nchi ya Japan itatoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 2.6 kwa ajili ya kusaidia chakula nchini humo. Mengi zaidi na mwenzangu Safari Dilwe Alimasi akishirikiana naye Zaki Mulucha Ashibe katika ripoti yao. Naam. Waziri wa Kiraifa, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa, frankofoni na diaspora, Therese Kaikwamba Wagner alisaini Jumatano Oktoba mosi kwa niaba ya serikali ya DRC makubaliano ambayo yanahusiana na misaada ya chakula yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 2.6 iliyowekwa kwa thamani ya vyakula ikiwemo mchele wa Thailand kama sehemu ya mwaka wa fedha 2025. Kulingana na kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Mambo ya Nje, harakati hiyo inafanyika mbele ya Bwana Ogawa Edetochi, balozi wa Japani nchini DRC, na pia wawakilishi wa Wizara ya Mipango, mfumo wa ushirikiano wa kimataifa wa Japan. Ndiyo Safari ya Limasi. Programu hii ni sehemu ya misaada ya umma ya maendeleo ya Kijapani iliyoundwa kwa kuzingatia kanuni ya usalama wa binadamu ambayo inakusudia kuboresha hali ya maisha ya raia haswa walio katika mazingira magumu zaidi ili kuboresha uhusiano ulioundwa kulingana na mshikamano na maendeleo endelevu. Katika hotuba yake, waziri wa nchi Therese Kaikwamba Wagner alisifu msimamo wa kina cha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Isaac Napa, namnukuu waziri wa mambo ya nje ya DRC, alisema kwamba programu ya KR 2025 kwa mara nyingine inaonyesha mshikamano wa kazi wa Japan kuelekea DRC. Msaada huu wa chakula haujibu tu dharura ya kibinadamu, pia unashiriki katika ujenzi wa kijamii na kiuchumi wa nchi yetu. Hii ni ishara halisi ya udugu na kuaminiana, alisema yeye mkuu wa diplomasia ya Kongo Bi Therese Kaikwamba Wagner. Pia Safari Alimasi alisema kuwa bidhaa zilizotolewa ndani ya mfumo wa mpango huu zitauzwa ili kutunza rasilimali ambazo zitafadhili miradi ya jamii na umuhimu mkubwa na hivyo kuchangia maendeleo ya ndani. Kwa kuongezea, mkuu wa diplomasia ya Kongo alikumbusha matokeo mazuri ya toleo la hivi karibuni la 9 la TICAD lililofanyika mnamo Agosti huko Yokohama huko Japan, ambapo majadiliano ya nchi mbili yalifanya iwezekane kuimarisha ushirikiano katika nyanja muhimu kama vile kilimo, miundombinu, elimu na afya. Namnukuu hapa mara tena, programu ya ushirikiano na ya mara kwa mara kati ya serikali ya Japan na ile ya DRC imefanyika. Programu ya msaada wa chakula KR 2025
inakusudia kuimarisha usalama wa chakula na kukidhi mahitaji ya haraka ya raia walio hatarini zaidi katika nchi yetu. Huu ni msaada wa moja kwa moja ambao utasaidia kuboresha hali ya maisha ya familia za raia wetu kupitia kuruhusu uuzaji wa bidhaa zinazotolewa, kufadhili miradi ya maendeleo ya ndani na athari kubwa ya jamii, alisema Therese Kaikwamba Wagner. Kujitolea mara kwa mara kwa Japani kwa niaba ya raia wa Kongo kunafanyika. Kwa upande wake, Ogawa Hidetoshi, balozi wa Japani nchini DRC, alithibitisha matakwa ya nchi yake kuendelea kuunga mkono DRC katika juhudi zake za maendeleo. Balozi huyo wa nchi ya Japani katika nchi ya DRC alisema kwamba Japani imejitolea sana kusaidia juhudi za DRC kuhakikisha usalama wa chakula, kukuza maendeleo endelevu na kujenga jamii yenye nguvu. Programu ya msaada wa chakula wa KR 2025 ni ishara halisi ya kiambatisho chetu kwa wazo la usalama wa binadamu, mwanadiplomasia huyo wa Japani alisema hayo. Kwa kumalizia safari ya Almasi, balozi huyo pia alikumbusha kuwa mpango huu ulioanzishwa mnamo 2004 ni moja wapo ya nguzo ya ushirikiano wa nchi mbili na kwamba utaendelea ili kukidhi mahitaji ya watu wa Kongo kwa manufaa ya nchi hizi mbili. Hali ya usalama wa chakula nchini DRC inabaki ya kutisha, ikiwa na idadi ya rekodi ya watu milioni 28 ambao waliokosa usalama wa chakula. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tutamatishe uchambuzi wetu wa habari siku ya leo na habari za huko Burundi. Ni kwamba serikali ya Burundi inakwenda kuanzisha shule la sheria, ikiwa ni katika kuondoa sintofahamu kwa jamii baada ya mahakimu kuingia katika sekta hiyo bila wito na ufahamu wa kutosha wa kisheria. Mwenzetu Bukuru Elias Daniel na ripoti kamili. Akizungumza katika mkutano wa wadau wa sheria uliofanyika mjini Bujumbura, Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amewataka mahakimu na mawakili kutenda haki bila kuegemea upande wote katika majukumu yao ya kila siku, baada ya kubainika kuwepo kwa baadhi yao kuingia katika kazi hiyo bila wito wowote. Biramaze kugaragara ko mu bacamanza no mu bashikiriza manza hariho abavuye kwinjira muri ubwo rwego batabifitiye umuhamagaro cyane badafise n'ubumenyi bukwiye mu vy'amategeko. Ni nayo mpamvu imebainika kuwa kuna mahakimu na mawakili ambao waliingia katika kazi hiyo wakiwa hawana wito wote na ujuzi wa kutosha katika sheria. Ndio maana baada ya tathmini tukaamua ianzishwe shule itakayofundisha sheria, na hiyo itasaidia mtu kuingia katika kazi hiyo akiwa na uelewa na ujuzi wa sheria na kuchunguzwa mienendo yake katika jamii na nchi kwa ujumla. Kuhusiana na uhuru katika kutoa haki, jambo hilo lina tafsiri nyingi, na ndio maana uhuru kwanza unaanzia kwa hakimu yeye mwenyewe kwa kutoa hukumu bila kuegemea upande wote, bila kupokea hongo au kufanya kazi kwa maelekezo ya mtu yoyote. Kuhusiana na uhuru katika kutoa haki, jambo hilo lina tafsiri nyingi, na ndio maana uhuru kwanza unaanzia kwa hakimu yeye mwenyewe kwa kutoa hukumu bila kuegemea upande wote, bila kupokea hongo na kutofanya kazi kwa maelekezo kutoka kwa mtu yoyote. Ili uwe hakimu mzuri unataka kujitoa kwa nguvu, na ndio maana katika mfumo mpya wa nchi kuna mambo mbalimbali yatakayobadilika, hasa katika sekta ya sheria ambayo inaundwa na wanawake na wanaume ili iweze kuheshimiwa, isipokuwa tu kwa mtu ambaye atakwenda kinyume na sheria. Mutegerezwa kwitangira iryo banga mwashinzwe. Ubu rero muri izi mpinduka mu gutunganya intwaro y'igihugu mugiye kubona ko hari ikizohinduka no mu gutunganya urwego rw'ubutungane kugira n'urwego koko rurimo abagabo n'abapfasoni bubahwa aho bari hose kiretse uzokwigira imbondege. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo kabisa tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Nashukuru pia waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu, ikiwemo Nikodem Kashindi, Le Bon Samaritain, Sudi wa Sudi Valentin, Isaki Mulucha, Ashibe Safari Dilo Alimasi, pamoja na Omari Makelele Oze. Sito mweka kando mara tena. Merci Mbele Chimo hizi alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Endelea kusikiliza matangazo yetu hadi tamati.
Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.